Japhet. Naam. Bwana, hongera sana kwa ushindi. Pengine nini siri ya ushindi wako siku hii ya leo? Bwana, kwanza nashukuru sana. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha salama mpaka siku hii ya leo. Nimeweza kupata fight hii kubwa ambayo nilikuwa naitamani sana kupata nafasi kama hii. Hatimaye Peak Time Media wakaniona, wakaweza kunipa fursa na mimi fursa nimeitumia vizuri. Sasa basi, mimi nilimwambia mpinzani wangu Ibada Jafari, sisi ni mabondia au mimi ni miongoni mwa bondia ninayecheza ngumi za ridhaa. Nimeswitch, nimeingia katika ngumi za professional. Na nilimwambia nitampigisha kwata. Aliongea sana, mimi sipigwi na Viemolo. Sawa. Huu ni Upigwi na Viemolo. Ni nani, ni wewe? Ni mimi, kwamba huu ni uumbaji. Yeye amejiona mnazi. Yeye mnazi, mimi kisado. Lakini kumbuka kisado ndo kinamwagilia mnazi mpaka anarefuka. Si umenielewa? Leo si nimemwagilia wanangu. Si mmeona? Lakini pia vile vile nipende sana kumshukuru mwalimu wangu, mwalimu wa ngumi za ridhaa na ngumi za professional Emmanuel Jablani. Ile style yako anasema kama ulikuwa unamtisha sana namna ambavyo ulivyokuwa unaingia hii. Unajua sisi watu ambao tumekula kiapo na kazi zetu ngumu. Kazi zetu ngumu. Mimi natokea shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa. Ndio nipo huko mpaka leo. Ndio maana sisi ni watu wa kwata tu muda wote. Sisi watu wa eka muda wote, watu wa push up. Mpaka ulingoni kwata? Mpaka ulingoni kwata, ndugu yangu, sio maisha yangu haya. Mimi nakula ugali kwa ajili ya ngumi. Yaani jeshini nipo kwa ajili ya ngumi. Lakini vile vile nipende kuchukua nafasi hii. Mabondia wenzangu hao wamenisupport, wamenipa sparring ngumu ndugu yangu mpaka homa. Yaani mpaka homa, lakini nashukuru Mungu nipo fit. Lakini vya kumalizia, dua nyingine pia vile vile ni mama yangu kipenzi Bi Monica Mbonabucha. Najua mtashangaji na hili kwa nini? Umesikia Mbonabucha mwisho kule. Damu mimi na George Mbonabucha. Nadhani kwa sababu tu ya majukumu, lakini angekuepo hapa nadhani atakuja baadaye tuliwasiliana. Lakini vile vile mama yangu mdogo Bi Kaselini Mbonabucha, dada zangu Mrs. Mwakatika, bwana Mrs. Francis, au sio bwana, Mrs. Sabli, wote nawakubali. Sijaona vitu vya Kibonabucha pale ulingoni, kuna namna fulani. Vitu vya Kibonabucha mimi sio vitu vyangu. Hatuwezi wote kuwa style moja. Yeye ana style yake na mimi nina style yangu. Ndio maana miguu ipo miwili tofauti. George ni orthodox na mimi ni southpaw mdogo wake. Lakini pia vile vile namshukuru sana mama yangu kipenzi, mama Obedi, na familia yangu kwa ujumla, mwanangu Deo, mwanangu Eltoni na mama yao kipenzi, mama Eltoni, nawapenda sana. Lakini vile vile mtaani kwangu kuanzia Kimara, Ubungo, Makoka, Kilungule, yote. Lakini vile vile ya mwisho ya kumalizia, kama hivi unavyoona timu yangu, lakini vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kushukuru pale shirika la viwango Tanzania ambapo mahali napofanyia kazi yangu mimi pale TBS. Nikimshukuru sana mkurugenzi mkuu Director General Daktari Ashura Katunzi pamoja na wafanyakazi wake wote wa shirika la viwango Tanzania, yani pale TBS makao makuu. Nawashukuru sana, wamenisupport. Sina cha kuwalipa, nawaambia tu Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari. Mmetufanya sisi, yani mimi napigiwa simu, tumekuona Gole TV, tumekuona wapi, kwa nyinyi waandishi wa habari. Kwa hiyo nawashukuru sana, bila nyinyi sisi hatujulikani. Ibada Jafari akitaka kujiuliza kwa mara nyingine kwako, tuko tayari? Mimi nipo tayari kwa sababu hii ni kazi. Ibada Jafari tu aje vizuri kwa viongozi wangu. Mimi siwezi kukataa, mimi kazi yangu kupigana. Lakini sasa Ibada Jafari ongeze kidogo kule rekodi. Mimi nilimwambia hii rekodi yangu ya kutokupoteza hata pambano moja sio ya mchongo, ni ya halali. Alicheka sana, lakini nadhani mmeona. Lakini pia vile vile cha mwisho nipende sana kumwomba Mwenyezi Mungu dua, kwa sababu siku moja niliwahi kuongea na baba yangu kwamba baba, natamani na mimi siku moja nicheze mechi, ukae hapa sebleni uniangalie mimi mwanao, na alifurahi sana. Lakini haikuwa hivyo kutokana na baba alishikwa na maradhi. Lakini mnamo siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 12 alifariki dunia kwa maradhi. Naendelea kumwombea. Ashukuru sana, nilitamani sana. Pole sana. Nitamani anione fight yangu ya leo, lakini nawashukuru wote. Mungu awabariki sana. Asante. Ibada Jafari, bwana, pole sana kwa kupoteza mchezo siku ya leo. Shukrani sana. Sema bado naweza kusema kuwa Frank Japhet mimi hajanipiga kwa sababu raundi ya kwanza aliongoza, raundi ya pili nimeongoza. Yaani kiufupi kwa tulikuwa tunapokezana raundi. Lakini nashangaa majaji wameamua kumpa Frank Japhet. Watu wanasema raundi ya pili kama umezidiwa, wakasema hapa Ibada atoboi. Raundi ya pili mimi sikuzidiwa wala nini.
Sema nazomwambia Frank Jaffet kwa gari kijua kwa ile mechi lazima itarudiwa tu. Mwaka wote siku yote. Yaani ile akilini mwake. Pengine unahisi wapi alikuwa bora mpinzani wako? Hakuwa bora kokote. Ila sipokuwa ndio vile tu. Hali ya mchezo. Ya hivyo. Tumepoteza. Tunawaambia nini mashabiki zetu na nini kinachofuata sasa? Mashabiki zangu kuanzia Center Boxing Club wanaonisupport, mabondia wenzangu wapo hapa. Mashabiki zangu wa Shiklango Market, mashabiki zangu wa Shamba la Bibi nyumbani, mashabiki zangu wa Magomeni, Mwananyamala, hadi kwa Mzee Picha vile vile. Mimi ninachoomba mashabiki zangu wasivunjike moyo kwenye kunisupport. Au vipi bwana? Hii moja ya mchezo, sema mimi bado nalia na majaji. Sema Frank Jaffet mimi hajanipiga. Ya hivyo. Shukrani sana. Tuseme neno moja. Ya kabisa, sisi bondia wetu hatujamtupa, bado tupo kama mashabiki wa Shekilango, tunamwamini bondia wetu. Kwa sababu gani? Kwa bondia wetu kacheza vizuri, bondia kapewa tu. Kwa hiyo leo au kesho sisi tunamtaka tena. Sisi bondia wetu ibada hatujamtupa, tuponee bega kwa bega. Kwa hiyo kila mechi tunataka mechi nyingine. Ya sisi tunatupoi, yani kazi wanajua wao wenyewe. Shukrani sana. Amina.